Siku moja kama masihara tu katika maeneo ya shule, wanafunzi walipofika shuleni tu wakashtuka kuwa madawati yote katika madarasa yalikuwa yametolewa nje na kutengeneza namba 9 katika eneo la uwanja. Mwalimu akafoka sana akiwasihi wanafunzi wamtaje ni nani aliweza kuhusika kufanya tukio hilo, lakini wanafunzi wote walipinga na kusema kuwa hawamjui ni nani aliyeweza kupanga madawati hayo nje ya shule. Poa, haina shida, lakini nikija kumkamata mtu alifanya tukio hili na ahidi kwamba nitakula naye sahani moja. Kila mwanafunzi abebe meza yake na kuipeleka darasani, na sitaki kabisa tabia hii iweze kujirudia. Kesho yake mapema na alfajiri wakiwa wamefika katika maeneo ya shule wakaja kushangazwa tena na kuona kwamba kuna namba 8 imeweza kujichora katikati ya uwanja wa shule. Hii ikabaki kumtia hasira sana mwalimu. Au mwalimu alifoka sana mpaka jasho la pinki likamtoka. Alikasirika na alikuwa na mpango wake wa siri. Siku ya leo hakurudi kabisa nyumbani, akitaka kuona hao wanafunzi wanaofanya ujinga huu ili awatie adabu. Alinunua binoculars ama akiona mbali, na hapa akatimba katika ghorofa la juu kabisa eneo hilo la shule, na hapa akaanza kupeleleza ni nani anayefanya ujinga huu. Lakini ilipofika mida ya saa 6 kamili usiku akajihisi usingizi ghafla. Ilikuwa ni usingizi mzito kiasi ambacho hata kutembea mbele na kuona ilikuwa ni changamoto. Akajikuta anajikongoja tu mpaka katika dawati ambalo lilikuwa kando yake kidogo. Hapa akawa amejilaza. Akajilaza juu ya meza. Asubuhi na mapema akasikia wanafunzi wakiwa wanamwamsha. Kuja kushtuka ni kwamba alikuwa amelala katika meza hapa darasani. Walipoamka tu moja kwa moja akapitiza dirishani kwenda kuchungulia nje ya darasa, na hapa akagundua kuwa namba 7 ndio iliweza kujichora. Ishu hii ikawa nzito kiasi. Moja kwa moja ikabidi kwenda kwa mkuu wa shule, na hapa akamueleza kila kinagaubaga kinachoendelea katika eneo hili. Lakini mkuu wa shule akashangaa sana, akasema wanafunzi hawa ina maana wanatufanyia masiara. Mwisho wa siku kesho itakuwa namba 6. Hoja nyingine ikaja kwamba huenda wanafunzi wana lengo labda ya kuchoma shule ama kuna lengo baya, na wanatuhesabia namba pindi itakapofika namba 0 huenda kuna tukio baya sana utakwenda kulifanya katika eneo hili la shule. Kwa hiyo tunatakiwa tuchukue tahadhari zaidi. Mjadala mzito miongoni mwa walimu ilikuwa ni kutaka kujua ni nani ambaye anayefanya matukio haya. Na mbaya zaidi ni kwamba matukio haya yanatokea huenda pia mwalimu wa jana aliyekuwa amelala katika darasa huenda alikuwa amepewa dawa za kulevya. Sasa ikawa ni wazo kwamba nani atakayekuwa amefikia uhalifu wa namna hiyo mpaka kutumia madawa ya kulevya na kumlaza mwalimu ili asiweze kushuhudia tukio hilo. Wakawa na discuss mambo haya. Mkuu wa shule alipopata habari hizo moja kwa moja akatoa amri ya moja kwa moja na kusema kwamba anatakiwa kushirikishwa polisi. Kama mwalimu aliweza kulala kwa ghafla, maana yake madawa ya kulevya yameweza kutumika katika shule hii. Hakuna mswali ya mtume, mwanafunzi yote anayehusika katika jambo hili anatakiwa kuozea gerezani. Wakatimba katika kituo kikuu cha polisi hapa mjini, moja kwa moja akachukua maafande na wakaomba na kueleza mazila yote wanaweza kuyapitia katika maeneo haya. Maafande walikuja na makufuli yao kiprofessional zaidi, yani makufuli ya magereza, yakatimba katika maeneo haya ya shule, na hapo wakaanza kufunga madarasa yote, ndani yake kukiwa kuna hayo mabenchi, na wakaanza kutembeza ulinzi nyakati zote za usiku. Alfajiri na mapema mwalimu akawa kwanza kufika katika maeneo haya ya shule akitegemea kwamba wale wahizi ama wapanga mbinu watakuwa wamekamatwa na maafande, lakini ajabu ni kwamba alikuta maafande wakiwa wamelala hoi taabani na wako nje ya shule. Ikabidi kwenda ndani kutazama, na hapa aligundua kuwa namba imechora namba 6. Namba zinazidi kupungua tu. Hii ishu moja kwa moja ikabidi kushirikishwa mkuu wa mkoa ambaye alitangaza kwa vyombo vya habari juu ya tukio hili la kustajabisha linaloendelea katika eneo hilo la shule. Basi wakawa wametangaza na waandishi wa habari wakatimba katika maeneo haya. Huko TikTok, Instagram, Facebook na katika runinga, habari nzima zilikuwa zimetapakani hizo tu, na watu walikuwa kibisha kweli kweli wakisema kwamba huenda watu wanataka kuipa umaarufu shule hiyo, lengo iweze kupata wanafunzi wengi na iwe kituo cha utalii. Kama wameshindwa kuwafundisha wanafunzi, wasipe shule umaarufu kupitia mambo ya kijinga ambayo wanaendelea kuyafanya kwa sasa hivi. Na kama wanataka waaminike, basi ni vyema tukio hilo liweze kurekodiwa kwa siku nzima, kwa maana ya kwamba vyombo vya habari viwepo hapo na tukio hilo liweze kurekodiwa kwa usiku wote mpaka panapokucha. Mkuu wa mkoa baada ya kusikiliza maoni ya wananchi, moja kwa moja akatuma waandishi wa habari wa kimataifa na vyombo vikawa vimefungwa katika eneo hilo, na mpaka helikopta ilikuwa imetimba katika maeneo hayo kwenda kuchunguza ni tukio lipi ambayo inaendelea mpaka hayo madawati yanaweza kujipanga katika eneo hilo. Na mkuu wa shule akaidiwa kwamba endapo akagundua kwamba jambo hilo ni la uongo, basi atapewa adhabu mbaya sana, ikiwemo kufunguliwa mashtaka kwa kuiongopea serikali. Mapema na alfajiri wanafunzi na walimu kama ilivyo kawaida wakawa wametimba katika maeneo ya shule. Waandishi wa habari wote walikuwa wamelala, kitu ambacho kikawashangaza zaidi mpaka maafande wapya waliokuja katika eneo hili kuja kusindikiza hao waandishi wa habari ili kuweza kujua ukweli, na wenyewe pia walikuwa wamelala. Ikabidi kwenda kuchukua kamera zao na kwenda kuplay kila kitu ambacho kiliweza kurekodiwa nyakati za usiku. Ajabu ni kwamba ilipofika mida ya saa 5:30 usiku, basi zile picha zote zikaweza kutoweka katika screen. Baada ya chenga hizo za TV za chogo kuweza kujitokeza, mwisho wa siku zikawa zimekata. Ilipofika saa 6:01 basi kaanza kuonekanika video ikiwa inaonyesha namba 5 ikiwa iko katika uwanja. Hili tukio sasa likawa ni tukio la kitaifa. Mwalimu Majasho hali ni mbaya kweli kweli, haamini kabisa matukio haya yanaweza kuendelea. Ikabidi serikali itoe uamuzi wa kuifungia hii shule na isiendelee kabisa na shughuli za kuendelea kuwafundisha wanafunzi. Basi wakawa wamefunga kila kitu mpaka mageti ya shule. Ajabu ni kwamba kesho yake mapema na alfajiri helikopta ilitimba katika maeneo yao kwenda kuchukua picha. Bahati mbaya ni kwamba namba ikaonekana namba 4 tena imeweza kupungua. Hapo akawa anasubiria tuje itakuaje pindi itakapokuwa imefika namba 1 mpaka kufika 0. Kila mtu akiwa na lengo la kujua nini kitakwenda kujiri katika eneo hilo la shule. Basi watu walisafiri kutoka sehemu mbalimbali za dunia, wakiwemo kutokea Tanzania, kutokea Kenya, kutokea Australia, kutokea kila sehemu mpaka nchini Japani, ambapo walifika katika eneo hilo na lengo kuweza kushuhudia matukio haya, ni nini kitakachoenda kujiri mara baada ya kufikia namba 0. Daladala zote zilizokuwa zinajaza kama daladala za kuelekea Mbagala basi zikakosa wateja, na mwisho wa siku daladala zote zikawa zikuelekea katika eneo hili la shule. Kila mtu alikuwa anatamani kujua nini ambacho kitakwenda kujiri
kujili katika eneo hilo. Hoteli maarufu kwa ajili ya shughuli za kitalii mfano ile ya Gwankaja Farm Lodge inayopatikana Mbeya wilaya ya Rungwe, basi na yenyewe pia ilikuwa imejaa katika siku hiyo. Kila mtu alilunda katika maeneo hayo kuhakikisha kwamba hakosi tukio hili la kimataifa ambalo limeweza kuripotiwa katika vyombo vya habari na kuona kuwa namba zinapungua tu, hawajui ikifika namba 0 itakuwaje. Watu walijaa sana. Usiku huo wageni wakiwa wametimba maeneo hayo wakaanza kulistream tukio hilo, kwani hawakutaka kabisa kulala na walitaka kuonesha watu nini ambacho kinaendelea. Lakini ghafla tu bana, katika bando lao la bure walikuwa wanalitegemea kutokea hapo Gwankaja Farm Lodge, ghafla tu ulipofika mida ya saa 6 usiku wakajikuta tu wamepokea usingizi na hawakuelewa nini kilichoweza kujili. Mapema na alfajiri walipoamka, namba ni 2. Hali hii katikisa kabisa usalama wa nchi, na Mheshimiwa Rais akatangaza katika vyombo vya habari na kusema kuwa huenda namba itakapofikia 0 tukio kubwa litatokea duniani na hasa katika nchi ya Japan. Kutoka tangazo hili la Mheshimiwa Rais liweze kutangazwa, watu walianza kupata wasiwasi na wengine wakaanza kukata tiketi za dharura kuweza kutoroka kutokea nchi ya Japan, kwani tukio baya linaweza ikatokea, na kila mmoja akaanza kukimbia. Wasiokuwa na pesa bana, huu ndio ukawa mwanya, wakaanza kuiba katika majumba ya watu na kuwateka watu ili kuweza kujipatia kipato na siku ziweze kusonga. Raia wengi wakawa wamepungua katika nchi ya Japan wakiwa wajui kabisa ni nini watakwenda kufanya, lakini bado serikali kabaki na nchi yao. Moja kwa moja wakaagizwa wanajeshi kutokea kimataifa na nchi tofauti tofauti duniani, wakatimba katika maeneo hayo wakiwa na vifaa vya kisasa. Helikopta zikaanza kuzunguka katika maeneo hayo wakiwa tayari kabisa kukabiliana na tukio lolote la dharura ambalo linaweza kujitokeza katika maeneo hayo. Haikuwa tukio la dharura lililotangazwa nchini Japani pekee, bali dunia nzima ikawa katika hali ya tahadhari wakiwa wanangojea ni nini kitakwenda kutokea mara baada tu ya namba kufikia 0. Manabii na mitume kutokea nchini Tanzania wakatangaza hali ya dharura na kusema kuwa huenda ikawa ni hali ya mwisho wa dunia imekaribia. Kwa hiyo wanatakiwa kukesha makanisani na kuhakikisha kwamba kila muumini anafunga katika hizo siku zilizoweza kubakia ili aweze kupata mwisho mwema. Wakina mama wakajikusanya makanisani, hapa wakaupokea usingizi katika maeneo hayo hayo. Kesho yake mapema na alfajiri, namba ni 0. Ukitaka kujua nini ambacho kilikwenda kutokea mara baada ya namba 0 kuweza kufikiwa, basi ni kusitu kwamba unatakiwa kugusa alama ya subscribe na alama ya kengele, kwani mzigo huu unakwenda kuachilia sasa hivi. Lakini kukumbushe tu kwamba unaweza kupata mzigo huu uliweza kutafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili kuanzia mwanzo mpaka mwisho, zikiwa ni full episode kwa mtoni wa shilingi 2000 tu, afu utakwenda kuenjoy burudani hii ambayo haijapata kutokea ulimwenguni pote. Mimi naitwa DJ Poa. Asante sana kwa wote ambao mko pamoja na mimi. Usisahau kugusa alama ya subscribe. Mpenzi usiwe na mashaka, ingawa mashida kesho tutatoboa.